Okay, hapa Mheshimiwa Bunge kula kuone. Okay. Ameinama chini. Kwa sababu gani ameinama chini? Kwa wenzetu wanasayansi wanasema moshi unaweza kuwa unaanzia kwenye futi moja na nusu kuanzia kwenda juu, lakini kule chini hewa safi inakuwepo kwa kiwango fulani. Sawa Mheshimiwa Bunge, ndio lengo la ku stay low. Sawa. Lakini kingine nilisema mwanzo kwamba kutambaa ikiwa moshi ni mwingi. Kutambaa ikiwa moshi ni mwingi kuelekea uelekeo wa exit. Waheshimiwa wale wenye nani? Okay. Waheshimiwa wabunge tusikilizane, wanaendelea. Hapo ndo kuna umuhimu wa mazoezi. Nashukuru sana. Hatua nyingine ni kufunika pua na mdomo kwa kitambaa. Nilisema mwanzo kile chenye angalau chenye unyevunyevu ili kuzuia ule moshi kuja kwa wingi kwenye pua zetu. Okay? Wakati either ana low down au ana crawl, inawezekana mkono mmoja wakati huo anaelekea eneo la kutokea. Okay? Naweza kuketi. Sorry. Kuna umalizie zoezi moja hapa. Endapo bahati mbaya sehemu ulikokaa ulikuwa unachaji simu yako, mara moto ukashika kwenye, tunafanyaje sasa? Wewe ushashika na unataka kumkimbilia mwenzako. Tunashauri kwamba usimame. Okay? Moto ukiwa kwenye nguo yako, tunashauri ili usimwambukize mwenzako unalala chini. Unalala chini, lakini mwisho wa siku unazunguka kuelekea kushoto. Unaelekea kulia. Kwa sababu gani? Kama moto uko kwenye sehemu hii hapa nikailalia, oxygen inakuwa nimeipunguza kidogo, kwa sababu moto unakolea vizuri kuwa na oxygen ya kutosha, kiwepo na kile kinachoungua na chanzo chake. Kwa hiyo tukipunguza concentration, kiwango kikubwa cha oxygen inaweza ukazimika, na narudia ili kupunguza hiyo oxygen isiwepo. Lakini ukiamua kukimbia ni sawa sana kupuliza moto. Sawa? Unaongeza kiwango kikubwa cha oxygen. Ukishika moto hapa afu ukaamua kukimbia hivi, afu unamfuata mwenzako, inawezekana madhara yakawa makubwa zaidi. Kwa hiyo bora kulala chini, kuzunguka taratibu, usizunguke mara nyingi kwa sababu unaweza pia ukapata kizunguzungu. Nenda hivi mara 3, rudi hivi mara 3 ili ile irudi pale pale. Kama mara 3 ilichanganyikiwa huku, basi mara 3 nyingine inakaa sawa. Nafikiri hapo Mheshimiwa Mwenyekiti, naelekea kumalizia, ila naomba nitoe ujumbe ambao nimepewa niseme hapa. Moto unaweza kutokea wakati wowote, lakini madhara yake yanaweza kupunguzwa kwa maandalizi. Maandalizi gani tunatakiwa kufanya? Mosi, tuwe na vifaa ambavyo vitatusaidia kwenye kufanya nini? Kuzima moto pindi utatokea. Bahati nzuri jengo letu lina mifumo mingi mizuri na inafanyiwa matengenezo mara kwa mara. Tunashukuru uongozi wa Bunge kwa kutekeleza hili. Lakini kuwepo na nidhamu ya kufuatilia taratibu za usalama. Miongoni mwa taratibu mojawapo za usalama ni kupata mafunzo ya mara kwa mara, kukumbushana. Kama leo tumekuja kukumbushana. Najua vitu vingi mnavifahamu, lakini tumesema tuje tukumbushane tu. Lakini kingine kwenye taratibu hizi za usalama ni kuwepo na wale fire warden ambao tuko nao. Ni jukumu la kila mmoja kujilinda yeye mwenyewe, lakini kumlinda mwenzake. Kauli mbiu niliyoelekezwa nije kuisema pia hapa ni usalama kwanza, lakini tahadhari huokoa. Sisi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, miongoni mwa tahadhari ambazo tunafanya
ni kukagua majengo yetu kila mwaka na kutoa ushauri kwa wahusika wa nini kifanyike ili kunusuru mali hizi ambazo serikali. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.